Naam, uhali gani mtazamaji wa Mlimani TV, na karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni katika kipengele chake cha kwanza cha yasemavyo magazeti. Nitakaye kupitisha katika vichwa mbalimbali vya habari kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Juhudi Kisuse. Kwa kuanza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania limeandika 4R zaimarisha muungano, vyombo vya ulinzi vyapongezwa kudumisha, vijana wahadharishwa kuepuka wapotoshaji. Habari hii unaipata katika ukurasa wa pili. Mwili wa Papa Francis hadharani na kuzikwa Jumamosi. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 3. Tukigeukia katika taarifa za michezo ya gazeti hili limeandika Simbu azoa mamilioni Boston na apongezwa. Lakini taarifa nyingine imeandikwa Majaliwa azindua rasmi mfumo wa wasanii kujisajili. Habari hii inatupa nafasi ya kuligeukia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika CAG aguna malipo ya ziada bwawa la Nyerere, afunguka mzizi wa tatizo ulipo, aibua utata mwingine uamuzi wa wizara na mkataba wa kuendesha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro. Habari unaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tarehe ya kumzika Papa Francis yatangazwa, CCM na ACT watoa ujumbe maalum. Habari unaipata katika ukurasa wa 3 na ukurasa wa 19. Gari na nyumba ya mwenezi CCM ya choma moto. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 4. Tugeukia katika habari za michezo ya gazeti hili la Nipashe limeandika Rais Samia ampa hongera Simbu. Mwanariadha huyo angala katika Boston Marathon 2025 baada ya kutumia. Habari hii unaipata kwa undani zaidi katika ukurasa wa 23. Simba Sports Club yajipanga kuanza upya South. Habari hii unaipata kwa undani zaidi katika ukurasa wa 23. Kwa kumaliza hapo tunapata nafasi ya kulitazama gazeti la Uhuru Ukweli Daima limeandika tulinde na tuenzi utamaduni kwa manufaa ya vizazi vyetu. Ni kauli ya Waziri Mkuu Majaliwa alipofungua kikao cha 15 cha maofisa utamaduni na maendeleo na kuonya kukumbatia tamaduni zinazokwenda kinyume na maadili. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 2. Maziko Papa Francis kufanyika Jumamosi. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 7. Barozi Nchimbi awapa maagizo Dr. Nchemba na Pindi. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 2. Tugeukia katika taarifa za michezo ya gazeti hili la Uhuru Ukweli Daima limeandika Simbu avuna mamilioni na Rais Samia ampongeza. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 23. Majaliwa ataka elimu kwa wasanii itolewe. Habari unaipata katika ukurasa wa 23. Kwa kumaliza hapo tunageukia gazeti la Mwananchi limeandika Chadema na polisi moto, mzozo waibuka eneo la mkutano Dar es Salaam, Heche atiwa mbaroni, mbunge ahoji mashtaka ya Lissu bungeni, G55 wadai kiburi cha viongozi kimewagharimu, watangaza msimamo wao. Habari unaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Vigingi vitano vya wabunge na joto razidi kupanda. Habari unaipata katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili la Mwananchi. Wasia wa Papa Francis kubadili mazishi yake. Habari unaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na tukiligeukia gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani limeandika Simba yapewa lefa wa 1-0. Habari unaipata katika ukurasa wa 2. TAKUKURU yaanza uchunguzi sakata Rakipa Fountain Gate. Habari unaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vita ya kiatu mguu sawa. Habari unaipata katika ukurasa wa 2. Ateta ana mbinu mpya kuyua PSG. Na hilo ni gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani, ambao linatupa nafasi ya kuhitimisha katika kipengele cha kwanza cha yasemavyo magazeti. Muda wote ulikuwa nami Juhudi Kisuse. Asante na nikutakie siku njema.